Tana yotoka Kiwalani. Natoka mtani ambako birthday chache mingi misiba. Mtani ambako hakuna raha, nyingi ni shida. Kiwalani. Gezo kwa demu, msingi ni figa. Kiwalani. Nyonge, hata ukimkuta dingi ni niga. Yo. Kiwalani mbaya, ngumu, lakini inatufaa. Hivi kwa Tanzania, unajiweka MC namba ngapi? Mimi nitakuwa namba 1. Sijui niwe 0 kwa sababu hata 1 naona iko juu ya 0. Basi pia 0 basi. Mimi niko 0, yani kwa sababu 1 itafuata. Naona kila mmoja anajaribu kufanya na mafani kama mawenge. Hivyo nafikiri huu unique ulionao ulisababishwa na nini? Mimi nadhani nimejengwa na watu niliowasikiliza, nimejengwa na watu walionishauri, nimejengwa na watu niliowafuatilia. Kwa sababu kwenye kiwanda chochote ambacho kinahusu ubunifu, unatakiwa ujitafutie namna ya ubunifu wako tofauti na wengine. Kwa hiyo mimi nadhani kujitafutia namna kwangu kumefanya kuwavutia watu wengi kwa ule utofauti niliokuwa nao. Yes. P Mawenge, wewe ni rapper gani ambaye unamkubali hapa Tanzania na tunaweza tukasema anaweza kuwa role model kwako? Mr. Blue. Why Mr. Blue? Kwanza kabisa ni mtu ambaye ameanza game kwa muda mrefu sana, kipindi ambacho sisi wote tunatamani kuwa wachanaji tukiwa wadogo kama ambavyo yeye alikuwa, lakini mpaka leo hii ame exist kwenye generation zote, na mpaka hivi tunavyoongea leo generation kama ya 3, kama sikosei ni ya 3, basi ameshaifikia akiwa na ubora ule ule, akiwa na classic songs vile vile, akiwa na sifa na ukubwa ule ule. Kwa hiyo ni mtu ambaye ameweza kuvumilia game na ameitreat vizuri kwa akili kubwa sana. So hata mimi nakuwa inspired napomuona hivyo. Mara nyingi mtu akisifiwa kwamba anafanya 1 2 3 na mtu fulani, lazima huyo mtu anayemsifia atakuwa na karibu naye. Mimi najua Baisa ni mwanao. Mnazungumzaga nini kuhusiana na masuala ya muziki wa hip hop? Okay, sasa kama ni hivyo, mimi naweza kuwa sio mshikaji sana wa karibu na Baisa kama washikaji wengi ambao wamenizunguka wanafanya hii game. Wengi ambao tunawasiliana kila siku. Baisa naweza nikawasiliana naye pengine kwa miezi 3 mara hii moja. Lakini tukiongea, tunaongea point kubwa sana. Yaani inaweza kawa sio ya muziki, hata ya maisha. Naweza kanicheka kaniambia pia bwana, unajua kuna mchongo fulani nataka nikulinki pale, wale jamaa wana provide vitu fulani na fulani vinatufaa sana kwenye maisha yetu mwanangu. Unajua tunafanya muziki lakini pia tujengane kimaisha. Okay bro, kwa nini natakiwa kuwa nacho bwana, kisha una hiki na hiki na hiki na hiki. Haina noma, poa, ndakucheki. Yaani tunawasiliana kwa mambo mengi lakini kwa muda, kwa interval kubwa sana. Niliwahi kukusikia mara moja, lakini kwa watazamaji ambao wanafuatilia hapa walitamani pia kusikia. Sasa unajua jenzi hawa. Kwa nini ukaitwa P Mawenge? Ni mawenge ya namna gani hayo? Au ni jina la namna gani? Mawenge. Okay. Why Mawenge? Kwanza kuna vitu vitatu ambavyo watu wanatakiwa wavitambue kwenye hiyo P Mawenge. Cha kwanza kabisa, P Mawenge, ile neno P limesimama as positive. Kwa hiyo mawenge yote utakayoweka mbele hapo inatakiwa itokane na positivity. Iwe ni mawenge yenye positivity, mawenge yenye machale, yenye akili kubwa, yenye fikra nene. Hiyo ni ya kwanza. Lakini ya pili, neno mawenge lenyewe lina state kama msanii awapae watu elimu na gani elekezi. Kwa mawenge yangu ni mawenge yanayowapa watu elimu lakini na gani zinazowaelekeza namna gani ya kubehave. Hiyo pointi ya pili. Pointi ya tatu, nimetengeneza neno mawenge ili litengeneze excitement kwa mtu yoyote anayeanza kunisikia. Yaani mtu akisikia huyu anaitwa Mawenge, cha kwanza atashtuka. Akishtuka hataweza kulisahau hilo jina. Kuliko mimi ningejiita the generator MC, sio ningejiita na nani. Unajua zile atasahau, lakini Mawenge hawezi kusahau. Yaani atalala ataamka ataambiwa katika rappers uliokutana nao jana yupi unamkumbuka? Atasema namkumbuka Mawenge. Kiwalani, Bomb Bronx. Wengi wanatumia mabiti yao, tuseme mabiti mengi yanayotumika katika media mbalimbali. Yaani mara nyingi sana utasikia nyimbo za P Mawenge zinatumika kama soundtrack. Hii ulipitisha moja kwa moja, lakini pia ulibariki? Naam, nabariki kwa nafasi zote kubwa, kwa sababu cha kwanza wamependa beat choices zangu. Yaani ukiona hivyo ujue nachagua beat ambazo kweli zinaweza kupokelewa na mtu. Kwa hiyo ndio maana unakuta kwenye beat nyingi unakuta za kwangu lazima pia zitakuwepo hapo. Run DSM beat, mitaa inayotoka beat, yani ni moja ya beats ambazo zimetumika sana kwenye sehemu zinazohusisha hip hop. Kwa hiyo niseme tu selection ya beats zangu, lakini producers pia ambao nimefanya nao kazi niwape salute sana, mnajua kunichagulia beat nzuri. Upande wa pili wa Sarafu. Hivi ile ni story ya kweli kabisa ambayo ilikukuta ya mwanao au uliamua kutunga? Kwa sababu siku moja nilikuwa naongea na Professor J. Nikamwambia hivi ile sala la mentali ilikuwaje? Akaniambia zile story tu mtu unaamua tu kutengeneza unatunga nini,
lakini mwisho kuna watu wakapata kweli hao masali. Hasa vipi zile nyimbo zako maana zinagusa sana moyo Najua kifo kama ile sarafu upande wa pili. Yani kuna story ya kweli kwamba ni mshikaji alikuwa anajitoa sana kwa jamii, lakini kumbe upande wa pili alikuwa na matukio Hasa ile ilikuwa ni story ya kweli kabisa Mawenge? Hapana, nimecreate. Mimi katika story zote nilizowahi kuzisimulia kwenye muziki yangu yote, story pekee ya kweli ambayo inanihusu mimi mwenyewe ni ya kwenye I Miss You. Basi. Baba Msaliti? Baba Msaliti haikuwa ya kweli, nilitengeneza. Yes. Yeah. Lakini comment zinasemaje kwa watu ambao wanabahatika kukutana na wewe? Yaani waga wanazungumziaje hizo creative zako unazofanya na vitu kama hivyo? Kwanza kabisa zinabadilisha watu kwenye jamii. Mimi Baba Msaliti nimewahi kupewa mpaka zawadi na mtu kwa sababu baba yake alimbadilisha. Yaani jamaa aliplay tu mbele ya baba yake kwa sababu baba yake ni mtu mwenye tabia kama ambazo mimi nimeziimba mule. Kwa hiyo jamaa alichukua wimbo wangu akaenda akauplay wakiwa sebleni na baba yake. Ukapiga ule wimbo, ulipoisha baba yake akamwambia hebu urudie tena huo wimbo. Baba akausikiliza tena ule wimbo akamwambia naomba nitumie kwenye simu yangu. Mtoto anaambiwa na baba amtumie wimbo Baba Msaliti kwenye simu yake. Kwa baba alivyotumia ule wimbo, yule mtoto anakaa mbali na familia na baba na mama. Kwa hiyo anaendaga kuwatembelea wazazi. Kwa hiyo kwa muda mrefu alikuwa akisikia malalamiko ya mama kuhusiana na tabia za baba, ulevi, ugomvi usiku, utulivu kwenye familia haupo. Lakini ikapita interval ndefu, mama akamwambia mwanae, tangu babako amtumie ule wimbo hajawahi kufanya tena vile ambavyo nalalamikia. Kwa hiyo imembadilisha mzee wa watu kwenye familia kwa sababu tu ya creativity ya P Mawenge. Mawenge of course bro. Nchi na watu hii jamani. So wengi wanajiuliza kwamba hasa mbona audio zilikuwa kali, zinafanya vizuri, zimegusa maisha ya watu. Video ilikuwaje zikakawama na kwa nini zinapatikana mdundo tu? Okay, kwanza niwaambie watu kwa Mawenge hana management. Mawenge hana partners kwenye biashara yake ya muziki. Kwa hiyo maana yake ni milango iko wazi kwa mtu yote ambaye anaona kuna leakage, anaona kuna advantage, anaona kuna benefits akifanya kazi na P Mawenge, namkaribisha. Hakuna kizuizi chochote. Iwe ni director amesema bwana P nataka nianze kushoot video zako, iwe ni mwekezaji aseme P nataka niwekeze kwenye kazi zako za muziki, iwe ni mdau wa namna yoyote ambaye anaona kuna namna tunaweza kufanya kazi na tuka benefit. Kwa hiyo wasijudge ambacho nakifanya sababu nakifanya kutokana na mifuko ilivyo. Kwa wenye nguvu na wanaona kuna potential, kuna efforts, kuna benefits, waje na wakaribisha, milango iko wazi tufanye biashara. Yes. Kuna mtu alishajaribu kufananisha na mtu afu ikakukata hivi? Yaani amenifanisha na mtu mwingine? Kwenye kazi au kwenye nani mtu anataka kuchana na nini? Mbona kama P Mawenge? Yani mtu mwingine afananishwa na mimi afu mimi mind? Hapana, sijawahi kumind. Wapo ambao wanafananishwa na mimi. Yes. Nisikuchoshe sana P Mawenge. Najua uko busy lakini pia tuna msiba wa Dennis Sebo, unajua utaenda msibani. Kuna kingine ambacho nilikuwa nataka kufahamu kutoka kwako. Kuna namna unaonekana kwamba wewe ni mtu wa misimamo sana. Sijajua kuna masuala ya mahusiano. Una elimu gani katika hilo? Mimi nimefunzwa na wazazi wangu. Nimeambiwa hivi, unatakiwa kuwa humble, unatakiwa kuwa rafiki wa kila mtu bila kujali daraja lake, la kiuchumi au liwe la kimaisha. Ushaelewa? Na katika hivyo nikasisitizwa kikubwa unachotakiwa kukipambania, usikubali mtu akushushe thamani. Usikubali mtu aiharibu thamani yako. Itetee, ipambanie, ipiganie kwa namna yoyote. Kwa hiyo mimi nina misimamo kwa sababu ya kutetea thamani yangu. Lakini out of utetezi wa thamani yangu, me am a friend to everybody. Ukiambiwa kuna mtu ana tatizo na P Mawenge, amini kabisa bro, bila kupepesa macho, yeye ndo ana matatizo. Yes. Bwana P, nashukuru sana.